Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo Dar es Salaam imewaruhusu waleta maombi kufungua kesi ya msingi katika shauri namba 30-21/2025 linalohusu kupinga uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuteua tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani nchini yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu na siku zilizofuata. Egbert Alfred ameandaa taarifa zaidi. Katika uamuzi wake uliosomwa leo Alhamisi Desemba 18 mwaka 2025 kwa njia ya mtandao na naibu msajili wa mahakama Hussein Mushi kwa niaba ya Jaji Hussein Salum Mtembwa aliyekuwa anasikiliza maombi hayo, mahakama imesema kila upande utabeba gharama zake. Katika shauri hilo, upande wa Jamhuri ukihusisha wajibu maombi wa kwanza ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali na wajumbe wote 8 wa tume hiyo wakiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande, ulikuwa unawakilishwa na wakili wa serikali mwandamizi Daniel Nyakia na wakili wa serikali Eric Rumisha. Mjibu maombi wa 10 ambaye ni wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimewakilishwa na wakili Ferdinand Makole, wakati waleta maombi ambao ni Rosemary Mwakitwange, Edward H na Deogratias Mahinyira wamewakilishwa na wakili Hekima Mwasipu. Akizungumza na EATV kwa njia ya simu, wakili Ferdinand Makole amesema wao wamepokea uamuzi huo kwa njia chanya na kuishukuru mahakama kukubaliana na upande wa waleta maombi. Katika uamuzi huo, Mheshimiwa Jaji Mtembwa ametoa ruhusa ya applicant kufungua sasa shauri la mapitio ndani ya siku 14 tangu ya tarehe hii ya leo ya maamuzi kutolewa. Na pamoja na hilo waleta maombi pamoja na chama cha mawakili tulikuwa tumeomba amri ndogo ya kuzuia au stay order kuwazuia au makamishioners au wajumbe wa tume kutoendelea na shughuli na ukazi aliopewa ya kufanya uchunguzi huo wa hayo madhila. Lakini Mheshimiwa Jaji amekuwa hesitant kidogo, amekataa kutoa hiyo amri ya kuwazuia au wajumbe na kusema kwamba ametazama kwa maslahi ya umma, kwamba anaona yeye ajikite tu kuwaruhusu waleta maombi kufungua shauri hilo, lakini amekataa kutoa amri ya kuwazuia, akidai kwamba kufanya hivyo atakuwa na kiuka ile public interest au maslahi mapana ya umma. Kwa hiyo kimsingi hayo ndio maamuzi, na Mheshimiwa Jaji ameweza kuwaruhusu waleta maombi hao watatu kufungua shauri lao la mapitio, shauri lao la judicial review ndani ya siku 14, lakini ile ombi la kuomba kuwazuia commissioners wasiendelee na kazi yao ya uchunguzi, hilo Mheshimiwa Jaji amelikataa. Na kwa upande wetu sisi kama chama cha mawakili Tanganyika tumepokea maamuzi hayo vizuri tu, positive, kwa sababu tunaona kwamba inakwenda kufungua sasa uwanja wa discussion wa kisheria pana kabisa wa utawala bora wa sheria katika kufungua kesi hiyo ya mapitio, na kwamba huko sasa ndio itaelezwa kinagaubaga majukumu hayo ni yapi, kwa nini wajumbe wawe hao, kama kuna mambo ya biasness, kama kuna mambo ya upendeleo, kama kuna mambo ya independence au ule uhuru wa wajumbe wenyewe au uhuru wa tume yenyewe katika kushughulikia hayo madhila. Nataka kujua pia hadidu za rejea zilikuwa ni zipi. Wanataka kujua pia kama kuna gazeti ambalo lilichapishwa au kutangazwa kwenye gazeti la serikali kuhusu uteuzi huo. Hii pia kujua kama waliapishwa wale wajumbe kwa mujibu wa sheria ile ya Commission of Inquiries Act. Kwa hiyo kuna mengi sana yatazungumzwa. Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam. Shukran sana Egbert Alfred kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, bila shaka umewahi kusikia kuhusiana na masuala ya uchawi na vitu kama hivyo.